Moja la msingi ni jambo ambacho nimekisema. Mimi mtazamo wangu actually kwa television zote za kitaifa ni vyema wakawa na kipindi mahususi cha makao makuu ya nchi. Zaidi ya kuhabarisha umma nini kilichopo Dodoma pamoja na kuibua vipaji kama unavyosema. Lakini hiyo ni sehemu ndogo. Sehemu kubwa sana ni wale wenye vipaji. Yaani dunia ya leo teknolojia ilivyokuwa kubwa, kuna jinsi nyingi sana ya kuonyesha uwezo wako. Kuna watu wanapata timu za kucheza nje ya nchi, si kwa sababu kuna wakala wa nje ya nchi aliyekuja kumuona. Ni kwa sababu ni mtu alitambua umuhimu wa teknolojia na nafasi ya kujibrand. Hapo kuna mtu wa brand Bwana Ashish. Kwa hiyo mtu anaweza akamchukua mtu mzuri anaweza kufanya branding, akamrekodi kwenye mazoezi yake binafsi ya kujenga fitness, akamrekodi katika timu anayochezea kwenye mechi, akajirekodi hivyo, wakaibrand vizuri na kumwelekea maelezo pale, that can go to the either ends of the world. Na mtu akaonekana kwamba ana uwezo na kipaji kaonekana na hata umpata kuonyesha uwezo wao kwa sababu hiyo wakapata timu. Kwa pia kwa mabondia wetu, najua kuna sehemu wanafanya mazoezi kwenye gym, wana vilabu vyao vile ambavyo wanafanyia mazoezi kwa maana ya umoja wa watu wanaofanya mchezo wa ndondi. Mimi rai yangu kwanza wafanye mazoezi kwa bidii. Lakini la pili kujibrand. Nguvu ya marketing, nguvu ya branding ni kubwa sana. Hata wanaofanya vichekesho wengine sasa hivi wanapata hela nyingi sana katika mitandao ya kijamii. Ni mtu alianza akajirekodi akapost, akaona likes ziko nyingi, watu wananifuata akapost. This time is making money kwa sababu kwa njia hiyo. Kwa hiyo la pili na la msingi sana ni wao wana michezo wenyewe. Wafanye mazoezi kwa nguvu, watunze nidhamu ya michezo, kutunza afya zao, kujiepusha na maradhi na kabisa na tabia zile zinazowafifisha katika kupata umahiri, lakini kujibrand ni jambo la msingi. Lakini jambo la tatu ni shirikisho tunasimamia mchezo wenyewe. Kwa sababu watoto wao wanalelewa sasa na shirikisho. Na sisi serikali tuko tayari kutoa usaidizi na kutoa msukumo. Sisi tuna fedha za vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Sisi wakitujia na package nzuri ya kwamba hawa tukiwasupport kwa njia hii wanatoka kimaisha, wanafanya faida, watawajiri wenzao, why not? Kwa hiyo tutaangalia vigezo tunajisa kwa sababu. Kwa hiyo rai yangu pia kwa shirikisho waweke jicho lao Dodoma kwenye makao makuu ya nchi. Makao makuu ya nchi lazima iwe na michezo mtambuka. Sio mpira wa miguu peke yake na riadha peke yake. Kwa hiyo mimi yangu ingekuwa ni hayo kwenye kushauri, lakini Azam kama nilivyoongea hao wanadhamini vitu vingi, pia wanadhamini mchezo wa ngumi. Kwa hiyo kwa sababu meneja wa kanda yuko hapa, tutashauriana zaidi. Ikiwezekana kama kuna klabu ambayo wako serious, wanaonekana kwa na vipaji, kuwekeza kwenye jambo hili pia kuna there's paying back, yani kuna muda unawekeza lakini baada ya muda utarip na mambo umewekeza kwa kupata faida. Kwa hiyo si jambo la hasara kwa sekta binafsi, kwa wafanya biashara, kwa promoters, kuona vijana hawa na kuwalea, unawekeza hela yako kwa hakika kama mtu ana kipaji, miaka miwili baadaye mbele unapata pesa yako akianza kushiriki mashindano mbalimbali.